toka tunapata uhuru Kabudi kafanya vitu huko, tumepata barabara nzuri ya kutosha, iko nyakati za mwisho kumalizikia. Sasa tusemaje? Mitano kwa mama kama kawaida, Kabudi mpaka achoke mwenyewe, Kabudi mpaka useme basi. Ila kwa habari ya mitano kwa mama hakuna shida, ila Kabudi wewe mpaka basi, hakuna mwingine. Naitwa Chale Mpiuka, bodaboda kituo cha VETA Dakawa. Kwa kuwa tunahitaji mwenge kwa sababu ya kumulika yale yaliyo gizani, na wakati mwingine inatusaidia kufungua miradi, lakini pia miradi iliyokamilika ambayo iliwekwa na mwenge kwa misimu iliyopita inakwenda kuzinduliwa na pia inakwenda kukamilika. Kwa hiyo wakati mwingine tunahitaji mwenge. Tunahitaji mwenge, ni muhimu sana katika maisha yetu ya Tanzania. Mimi kama kijana na kama bodaboda tumepokea kauli hiyo kwa hamasa kubwa, na tutaifanyia kazi na tutajitokeza kwa wingi kushiriki hilo zoezi la uchaguzi ambalo viongozi wetu wametuhimiza kwenda kushiriki huo uchaguzi. Haina shida. Rai yangu kwa vijana wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wetu watakayelifikisha taifa letu 2025 2030. Tunawahitaji vijana kwa wingi, wale wasiofikisha miaka 18 ambao sasa wamefikisha na wamesajiliwa kwa daftari la kudumu. Tujitokeze kwa wingi kwenye siku hiyo ikifika, tukachague viongozi wetu. Mimi naitwa Chale Mpiuka, ni bodaboda kituo cha VETA Dakawa. VETA Dakawa, VETA Dakawa moja tu. Changamoto tulizokuwa nazo ni nyingi, na tulitamani hata siku moja mwenge ukafanya kitu kwenye kituo chetu, kwa sababu bodaboda hiki ni kituo kikubwa sana ambacho tunahudumia watumishi wengi wa serikali. Maana hapa pana vyuo viko viwili, kuna chuo cha ualimu na kuna chuo cha VETA, lakini pia kuna sekondari kubwa ya high school. Kwa hiyo ni kituo kikubwa kiukweli ambacho kimezungukwa na vijiji vingi. Kwa hiyo natamani siku moja viongozi kama wanatusikia wangefanya kitu juu ya kituo chetu, tukapata hata banda kwa sababu ya wasafiri, maana kituo ni kikubwa. Lakini pia tungefungua hata vituo vya biashara, tungepata soko kama walilokuwa nalo wenzetu maeneo ya Dumila. Tungepata soko, mazao tunayolima kutoka kwenye vijiji mbalimbali, ukiacha bodaboda, bado ingetusaidia sisi hapa tukiwa barabarani, yale mazao yakasafiri kwenda Dar es Salaam na masoko mengine yakitokea hapa kituoni, kwa sababu nafasi ipo ni kubwa ya kutosha, na uwezo wa kufanya hivyo serikali inao, ikatusapoti tukafungua biashara badala ya kuendesha bodaboda, maana umri hausubiri, umri unasogea. Kwa hiyo biashara zikibadilika kutoka kwenye bodaboda zikaenda kwenye biashara zingine za matunda na mboga mboga, ambao ukanda wetu zinapatikana kwa wingi, tungeweza kujiendeleza. Tunaiomba serikali na hilo nalo ingeangalia kwa jicho pana sana. Na ukienda mbali sana, hii ni eneo ambalo zamani walikuwa wanaishi wapigania uhuru wa Afrika Kusini, ndio walikuwa wanaishi hapa. Huko ndani huko kuna kama kilomita 4 mpaka hapa. Kwa hiyo toka kipindi hicho eneo la wazi lipo la kutosha, ambalo serikali ingetupatia sisi kama bodaboda na wadau wa maeneo haya, ili kusudi tukapata soko la matunda na vitu vingine. Hii ingetukwamua sana kimaisha, na wakati mwingine tungetoka kwenye ombaomba za aibu za watu wengine. Ndio hivyo, tunamwomba mama na viongozi wa ukanda wetu, Mheshimiwa Waziri wa michezo, wewe ili eneo lako, umeona bwana, tupo wadau wako hapa, tunasubiri. Tunaamini siku ya kula, kwa mwenye kula anajulikana. Mama kula zote kwa mama, hakuna shida. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali kwa hayo ambayo machache, yapo mengi, lakini kwa haya machache na kwa kipindi chenye kwa kuwa ni kifupi ambacho nimepewa, ungetusaidia katika hili tukapata soko ukanda huu. Hiyo haina kupinga, hiyo haina kupinga. Kwani Kabudi nafikiri hakuna mtu, sisi wana Kilosa tunamtaka Kabudi, kwani kuna mwingine yupo? Sisi tunamtaka Kabudi. Tunamtaka Kabudi kafanya. Kwa mfano mimi natoka kijiji cha Mbigili huko, kafanya vitu ambavyo toka kipindi tunapata uhuru havijawahi kufanyika. Hii yote ni kwa ajili ya Kabudi. Toka tunapata uhuru, Kabudi kafanya vitu huko, tumepata barabara nzuri ya kutosha, iko nyakati za mwisho kumalizikia. Sasa tusemaje? Mitano kwa mama kama kawaida, Kabudi mpaka achoke mwenyewe, Kabudi mpaka useme basi. Ila kwa habari ya mitano kwa mama hakuna shida, ila Kabudi wewe mpaka basi, hakuna mwingine.